Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji wa Tosi TV Network, na karibu sana katika The Real Talk with Baraka Tosi, ambayo ni podcast inayokuja kila wiki siku ya Alhamisi. Na leo tena nipo na Pastor Guido, rafiki yangu Pastor Guido, ambaye anapenda sana vijana, na tutaenda naye katika series kadhaa hapa ambazo tutakuwa tunaziposti siku ya Alhamisi kuanzia ya kwanza na endelea kubaki katika channel yetu hii. Ikiwa bado ulikuwa hujasubscribe, gusa neno subscribe hapa chini, lakini usisahau kugusa alama ya kengele kuhakikisha kwamba unapata jumbe zote pale tunapoweka video yoyote katika channel yetu. Pastor Guido, nimefurahi sana kuwa na wewe tena katika siku ya leo. Asante. Nimefurahi pia kukuona na karibu nyumbani. Na nashukuru sana kwa sababu nimefika nyumbani kwako kabisa. Karibu sana. Asante. Leo tutaanza na mada ya kujitambua, Pastor. Okay. Kujitambua kuna maanisha nini sana kwako? Kujitambua kwangu maana yake ni mtu kujiona vile ulivyo sasa hivi na kujiona katika siku zijazo. Na ukijitambua inakusaidia kutengeneza maisha unayoyataka. Na mara nyingi nikiongea na vijana huwa ninawaambia ukijitambua, swali la kwanza ambalo unatakiwa kulijibu ni unataka kuwa nani? Unajiona wapi miaka 5, 10, 20, 40 ijayo katika maisha ya baadaye? Kwa hiyo kujitambua ni kujifahamu, kujielewa, kujiona na kujitengenezea barabara ya maisha. Mtu akiwa na hivyo vitu, mimi nasema huyu anajitambua. Asante sana. Lini ambapo ulianza kuona kwamba katika maisha yangu naona kama ninajitambua? Mimi nilijitambua mwaka 2006. Ilikuwa 2006. Ndipo nilijiuliza swali la mimi ninataka kuwa nani katika maisha haya. Nikiwa na miaka 60, 80, 90, nataka niweje katika hii dunia. Na nilipojiona katika miaka hiyo nataka kuwa nani, ndipo nilipotafuta kujua nitafikaje pale ninapopaona. Kwa hiyo ukisha jiona leo, ukajiona na kesho, ukajiona na miaka ijayo, ndipo unaweza ukatafuta utafikaje pale unapojiona. Unawezaje kuwa wewe yule unayejiona katika miaka ya baadaye. Kwa mimi mwaka 2006 ndipo nilipojitambua. Okay. Nashukuru sana kufahamu hilo. Vijana wengi kwa maelezo yako uliyoyatoa juu ya maana ya kujitambua, inaonekana vijana wengi hawajajitambua, na waliojitambua huenda wakawa sio wengi sana. Unadhani ni vizuizi gani ambavyo vinawafanya vijana wachelewe kujitambua au washindwe kujitambua? Vijana wengi wanaamini kwamba duniani kuna roho inazunguka, inaitwa bahati, kwamba ikikuvamia mambo yako yanaenda vizuri. Lakini wale ambao wanaamini maisha ni malengo, maisha ni mapambano, maisha ni kufanya kazi kwa bidii, maisha ni kuomba Mungu, kuchanganya hayo yote, ndipo unaweza ukatoboa kwenye maisha. Hao ndio baadaye wanafanikiwa katika maisha. Hao ndio mimi naona wanakuwa wamejitambua, kwa sababu wana mambo ya muhimu wanayoyazingatia wanapoendelea kuishi duniani. Asante sana. Katika safari yako ya kujitambua na kipindi hicho ambapo unaniambia hapa ukaanza kujitambua, yani ukaona kabisa hapa nimeanza kujitambua, unadhani ni tabia gani ndogo ndogo ambazo zilikufanikisha ufike hapo? Biblia katika kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 8 nafikiri, wasema Danieli akaazimu moyoni mwake kwamba sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa pombe anayokunywa mfalme. Kwa hiyo akajitengenezea mazingira yeye mwenyewe, akaazimia moyoni mwake. Kwa hiyo moja ya vitu vinavyoweza kumsaidia mtu kujitambua ni kujitengenezea maazimio kuhusu yeye mwenyewe. Vipo vitu vingi ambavyo vinaharibu maisha ya vijana.
ambavyo kijana ukiamua kwamba ninaazimia kutokuvifanya, kutokuvifuata, kutokuhusika navyo, itakusaidia kujitengenezea barabara na kutembea vizuri kwenye barabara yako ya maisha. Sasa mfano ni vitu gani labda specifically kama tunaweza tukaenda kuvingamua kwamba vitu hivi hata kama hatutavisema vyote lakini kwa kiasi fulani basi? Moja ya vitu vichache au vingi ambavyo kijana akiviacha vinaweza kumsaidia, unapojitengenezea barabara ya maisha yako, hautakiwi kutembea na marafiki zako. Vijana wengi wamepotezwa na kitu. Kivipi basi? Vijana wengi wamepotezwa na kitu kinaitwa, wazungu wanaita mob psychology. Kwamba rafiki yangu ana girlfriend na mimi natakiwa ni naye, rafiki yangu ana boyfriend na mimi sitakiwi, nisipokuwa naye na kuwa mshamba. Rafiki yangu anavuta bangi, rafiki yangu anafanya hiki. Kwa hiyo hivyo vitu vimewaharibu vijana wengi. Tumepoteza vijana wengi. Hata ukienda kukutana na mateja, wapo ambao unakuta, kwa Tanzania inasemekana ukiongea Kiingereza vizuri ulisoma. Kwa hiyo wengi unakuta wanaongea Kiingereza vizuri na nini. Ukifuatilia ana degree labda ya udaktari, amemaliza form 6. Kwa hiyo mob psychology ndio iliwapoteza. Walipotea kwa sababu ya kufuata mkumbo. Vijana wenzangu wako hivi, marafiki zangu wako hivi, na mimi nisipokuwa hivi nitaonekana mshamba. Hicho ni kitu kimoja. Lakini kama nilivyosema pia, kuna watu wanaamini kwamba waliofanikiwa wamefanikiwa kwa sababu tu ya bahati. Na kuna dhana mbaya pia kuhusu mafanikio. Moja ya dhana mbaya kuhusu mafanikio ni kuamini kwamba mafanikio ni bahati. Kama kwenu, ukoo wenu hakuna aliyefanikiwa, wewe huwezi kufanikiwa. Kama nyinyi haujazaliwa kwenye familia iliyobahatika kuwa na utajiri, hautakuwa tajiri. Au kusoma au na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwa uchache, yapo mambo mengi yanayoweza kuzuia vijana kuendelea katika barabara za maisha yao. Lakini kwa uchache hayo ninaweza nikayasema. Asante sana. Tulivyokuwa tunakuja, nadhani tulichelewa kidogo. Na mimi nilikuwa nimekubaliana na wewe kwamba nitaanza kutoka muda fulani, lakini kuna changamoto zikatokea hapo, nikachelewa kidogo na tukachelewa kufika. Lakini tulivyofika hapa ukaligusia hilo swala la muda. Unadhani muda unamsaidieje mtu kujitambua, au unaweza ukawa na msaada gani katika safari nzima ya kujitambua na kujiboresha? Kuna watu walifanya utafiti, ikaonekana moja ya sababu za umasikini wa watu walioko kwenye nchi za Afrika ni kutokutunza muda vizuri. Na kuna watu wanaishi siku nzima hana cha kufanya, yani mwezi umeisha hakuna chochote ambacho amefanya, mwaka umeisha hakuna chochote ambacho amekifanya cha maana ambacho kimeongeza thamani kwenye maisha yake, na haoni kama kuna tatizo. Lakini kwa kweli kuna tatizo, kwa sababu ukipoteza saa moja, yani moja ya vitu huwa havifufuki ni muda. Muda huwa haufufukagi. Kama umepoteza siku, haitakurudia tena. Kama umepoteza saa moja, hiyo saa haitakurudia tena. Na ungefanya kitu fulani kingekuongezea thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo mimi nikikubaliana na mtu tunakutana saa fulani, natamani tukutane muda huo. Na ndio maana nilipata shida nilipoona mmekuja baadaye na hamkuniambia kama mnachelewa kuja. Kwa hiyo hata msinge nikuta pia wala msinge nilaumu. Ingekuwa ni haki yako. Asante Pasa kwa kututhamini. Labda nitumie hilo neno. Lakini kuna watu wanasema kwamba kupata mafanikio au kujitambua au kujiboresha kunaanza kwa maumivu. Lakini kuna wengine wanaona watu wengine wamejiboresha au wamejitambua hata bila maumivu. Wewe mtazamo wako katika namna hiyo, au katika safari yako wewe, unawezaje kuhusianisha na hivi vitu? Mungu huwa anaruhusu maumivu ili kututengeneza, na mafanikio yoyote ambayo hayana maumivu yanaweza yasithaminiwe na mtu aliyeyapata. Kama
pitia changamoto. Danieli alifanikiwa sana. Yusufu alifanikiwa sana, lakini alifanikiwa baada ya kupitia changamoto mbalimbali. Mwaka huu tulikuwa tuna mahubiri kwenye makambi kuhusiana na nitakwenda nikimtumaini Yesu. Na mimi nilitamani sana, nilisoma sana habari za Danieli na namshukuru Mungu nilipangiwa pia kwenye vyuo kwa wanafunzi, nilihubiri habari ya Daniel. Na nilifurahi kumuelezea Daniel jinsi ambavyo alipitia changamoto, lakini pia aliwahi kukataliwa, aliwahi kutupwa, aliwahi watu walitaka mpaka kutaka kumuua, lakini Mungu alimpatia roho fulani ambayo ilimfanya baadaye Mungu aone sasa imetosha, na baadaye akafanikiwa na kustawi sana. Kwa hiyo changamoto ni sehemu ya mafanikio. Huwezi kukwepa changamoto kama unahitaji kufanikiwa katika maisha. Wow. Huwezi kukwepa changamoto kama unahitaji kufanikiwa katika maisha. Kuna swala la msongo wa mawazo. Watu wengi wanaoelekea kujitambua au wanaojitambua na wanapoelekea katika kujiboresha, mara nyingi huwa wanakutana na msongo wa mawazo na kama changamoto ulivyozisema hapa. Umewahi kupitia wakati kama huo, au kama kuna kisa kizuri ambacho uliwahi kukipitia ukasema kabisa hiki kimenisikitisha au kimeniumiza lakini kimenipatia ushindi na kikakupatia msongo wa mawazo? Kama unaweza kashiriki nasi, natamani kujua katika wewe. Mimi sijui Kiswahili vizuri, lakini sijajua tafsiri halisi ya msongo wa mawazo. Ila mimi huwa naambiaga watu mimi sasa nikisemaga mimi ni mpuuzi, wanasema ni mpuuziaji. Yaani mambo yanapotokea duniani, namna tunavyoyatafsiri ndio yanayotuletea msongo wa mawazo. Kwa hiyo wakati fulani ukipuuzia jambo halikusumbui kwenye akili. Mimi niliwahi kuumwa nikalazwa kama miezi 3 hivi. Mpaka nikafika mahali nikasema kumbe watu wakifa huwa wanafikiaga hapa. Niliwahi kuumwa, na sio kuumwa kidogo. Yaani nimeumwa, nimeambiwa ninafanywa operation. Baada ya operation daktari akaja tena, tumekuta tena tatizo lingine. Matatizo makubwa kabisa, makubwa, karibu 3 nimekutana nayo kwa wakati mmoja. Ila kwa sababu huwa napuuzia mambo. Sasa huwa najiitaga mpuuzi, huwa napuuzia mambo. Kwa hiyo mimi sisumbuliwi na msongo wa mawazo. Na ndio maana hata ukinipima pressure yangu iko vizuri, kwa sababu si namna tunavyotafsiri mambo yanayotokea duniani ndivyo tunavyopata stress, ndivyo tunavyopata pressure na mambo mengine ambayo yanaweza yakatusumbua wanadamu tukafa mapema kabla ya wakati wetu. Wow. Pastor, umewahi kupitia uoga mkubwa mzito katika maisha yako? Sijajua kama uoga niliowahi kukutana nao ni mzito. Lakini nimewahi kukutana na uoga, kukutana na tukio ambalo linafanya unaona kana kwamba sasa sijui utapitaje huku unakokwenda. Lakini kama nilivyosema, huwa tukiwa watu wawili, mimi na wewe, jambo likatutokea moja, hata tukikutana na simba hivi, ninaamini namna ninavyolichukulia mimi na wewe itakuwa tofauti. Kwa sababu huwa sitafsiri matatizo kama matatizo, na tafsiri matatizo kama changamoto zinazonisaidia kusonga mbele katika maisha. Okay. Wow. Kuna vijana wengi wanatamani kujitambua. Sasa nitumie hilo neno kwamba wanatamani kujitambua, wafike point ambapo wataona future yao na wataona watakuwa wapi baadaye. Lakini changamoto unakuta kubwa wanayokutana nayo, labda tunaweza tukasema ni masuala ya kifedha. Unawezaje kuwashauri vijana kama hao waweze kuwa na mtazamo chanya wakati wanaona kabisa huenda wao ndo kwao hali ni ya chini sana, na wanaona kabisa hakuna mtu ambaye hata anaweza akawasapoti au kuwapatia pesa fulani labda
wafanye kitu fulani, labda tunawezaje kuwasaidia watu kama hawa ili waweze kujitambua na waweze kusonga mbele? Moja ya vitu vinafanya watu wasiendelee ni kulaumu nafsi zingine. Mimi nimekuwa maskini kwa sababu kuna mtu aliniibia, kuna rafiki yangu alinitapeli, kuna mtu alifanya hivi. Ukisha kuwa na hiyo roho, unaweza usiendelee. Usipoangalia, unaweza usiendelee kwenye maisha. Mimi katika maisha yangu, mimi wanaambiaga vijana, mimi nimefanya kazi za ovyo ovyo karibu zote, zile halali. Mimi nimewahi kulisha ng'ombe nyumbani kwa mtu, tena sio mmoja, wawili nao wakumbuka kwa haraka. Nilikuwa nalipwa shilingi 6,000 7,000 kwa mwezi. Mimi nimewahi kuuza ice cream. Na mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni alikuwa anaitwa Kulwa. Yule mzee alifariki miaka kadhaa iliyopita. Nilikuwa shamba boy pale nyumbani kwake. Nilikuwa nauza ice cream, nilikuwa naokota mayai kwenye mabanda. Lakini mimi nimewahi kufanya kazi ya ulinzi. Hiyo ndio naambiaga sana vijana. 2007 mpaka 2010 nilikuwa mlinzi kabisa, nimeshika kirungu hivi nasubiri wezi. Hivyo sikumlaumu mtu yeyote. Babangu mimi alikuwa mwalimu, hawa walimu wa upe, walimu wale wa zamani. Na baba nilipomaliza tu darasa la 7 mimi niliondoka kijijini, na nilipofika mjini nilienda Dar es Salaam. Sikuwahi kumlaumu baba, sikuwahi kumlaumu mtu yeyote. Mdogo wangu mmoja amesoma, amemaliza degree, wengine wamesomeshwa na baba, lakini mimi nilisoma mwenyewe. Mnaita QT, nilisoma mwenyewe, nilijitafutia elimu mwenyewe. Na mpaka sasa hivi hapa nina kadigiri kangu kamoja angalau kuanzia maisha kama jiwe la kurukia. Lakini nini ninachosema, ukianza kulaumu watu, ukianza kulaumu mazingira, hivyo ni visingizio vya kutokuendelea. Asante sana Pastor. Uliwahi kunisimulia kuhusu safari yako nyumbani kwenu na namna ulivyopitia. Na leo hapa umeniambia kwamba ukaja Dar, ukatoka nyumbani. Nini ambacho kilikuwa kina kuingia na kukusukuma kwamba uende Dar? Kwanza kule sisi nyumbani kwetu sisi ni kijijini kweli kweli. Yaani sidhani kama kile kijiji hata kwenye ramani ya Tanzania kipo. Ni kijijini kabisa. Walijaribu hata kutengeneza barabara ikashindikana. Wakailisha. Ni kijijini kabisa. Kwetu sisi hata ukipanda bodaboda kuna mahali utamwambia boda nishushe tu hapa, nitatembea tutakutana upande ule mwingine. Sasa ukisikia watu wanatoka Dar es Salaam wanarudi kijijini na unawaona wamenawiri, kwa hiyo tulikuwa tunatamani kwenda Dar. Na mimi nilikuwa naamini Dar es Salaam hakuna majembe wala hakuna majani. Kwa hiyo niliamini naenda kwenye nchi fulani hivi ambayo ni nzuri, na nikiishi kule nikirudi nyumbani nitarudi kama wale nao waona wakirudi. Kwa hiyo nilikuwa natamani tu kwenda Dar es Salaam. Na ulikuwa una imani kwamba utarudi nyumbani? Nitarudi lakini kusalimia. Okay. Ilikuwa sio kwenda na kurudi. Hapana, ilikuwa ni kurudi tu kusalimia. Okay, ukaenda Dar na umeniambia ukafanya kazi mbalimbali na hatimaye ukawa mlinzi. Na leo sio mlinzi. Na ukaniambia mpaka leo kuna watu wengine ulikutana nao pale mpaka leo wanafanya pale na huo wanakuja kukupokea. Sio kwamba tu leo sio mlinzi, lakini pia hapa nyumbani kwangu pale getini mmeona kuna msingi wa kibanda cha mlinzi. Msingi umekamilika, bado tu kukimalizia. Kiasi gani ulithamini hiyo kazi ya ulinzi? Okay. Sasa kwa nini ulitoka? Na nini kilikufanya utoke? Ndio utanijibu kwa kirahisi kwamba nilijitambua na nikaona mbele. Sasa natamani unieleze kinaganaga namna ambavyo mawazo yako yalikuwa pale unapoingia kwenye kazi hiyo ya ulinzi, ukiwa unatambua kwamba si siku zote utakaa hapo. Mimi kila nilichokuwa nilikifanya kwa malengo. Kwamba mwaka huu mpaka mwaka huu nitafanya hiki, mwaka huu mpaka mwaka huu nitafanya hiki. Na ninamshukuru Mungu kwamba mimi hata mchumba wangu nilimpata nikiwa mlinzi. Wow. Na mpaka nikamuoa kabisa. Yaani ni mke wangu, ndiye mke wangu sasa hivi. Wow. Nilimpata na nilijua kwa sababu nimempata nikiwa mlinzi, huyu atakuwa amenipenda kweli.
tofauti na ningejifanyisha kwamba nafanya kazi mahali fulani na nini, na mimi huwa nasemaga tu wazi. Kwa hiyo hata msichana nilipompata nimwambia mimi ni mlinzi na akanikubali. Kabla tujaendelea mbali Pastor, unawaambia nini wale vijana ambao huwa wanafeki sana maisha ili kuwapata watu? Moja ya vitu vibaya na moja ya sifa za binadamu anayejitambua huwa anaishi maisha halisi. Haishi maisha ya mtu mwingine. Binadamu anayejitambua, moja ya sifa zake, akivaa nguo ni ya kwake, hajaazima. Binadamu anayejitambua. Nilikuwa na rafiki yangu tukiwa Dar es Salaam ambaye akija geto kwangu anaenda kuoga, alafu lile shati alilovaa analiacha hapo, anavaa la kwangu, na ujue hata lile aliloacha hapo kwangu sio lake, alimelitoa kwa jamaa mwingine. Kwa hiyo ilikuwa ndio maisha yake hivyo. Sasa binadamu anayejitambua huwa anaishi maisha halisi, anaishi vile alivyo. Na ukikubaliwa na watu kwa vile ulivyo, unakuwa na thamani kubwa kuliko ukubaliwe na watu tofauti na uhalisia wa maisha yako. Wow. Turudi sasa kwenye safari yako, kwamba ulikuwa unafanya kila kitu ukijua kwamba hautakaa miaka yote. Kwa hiyo 2007 mpaka 2010 nilisema nitakuwa mlinzi, lakini nitakuwa natafuta ada ili niwe nasoma na ili niweze kuishi mjini na nisome ili niende kule ninakoenda. Nikimaliza hapo nitafanya kitu kingine. Kwa sababu wakati nikiwa mlinzi pia nilikuwa mwanafunzi. Na muda usingetosha kueleza jinsi ambavyo nikiwa mlinzi hapo nimekaa kwenye jiwe na kirungu changu. Nilikuwa nalinda loji. Loji iko pale Ubungo, inaitwa Nikos Lodge. Na iko karibu na stendi ya mkoa ya zamani nyuma pale. Nikiwa hapo kwenye jiwe nimekaa na kirungu changu, mzungu mmoja alikuwa ni mgeni, ni mteja wa hiyo loji, na akanikuta pale, akaniuliza maswali, unasoma? Nikamwambia ndio. Unasoma huku unalinda? Nikamwambia ndio. Akaniuliza maswali mengi, baadaye akanisikitikia, baadaye akaniambia Jumatano nikimaliza kunywa chai twende mjini nikakununulie vitabu. Wewe umeorozesha vitabu vinavyotakiwa shuleni. Kwa hiyo yule mzungu kimsingi amekuwa rafiki yangu, akanisaidia kusoma mpaka nikamaliza diploma. Nimesoma certificate ya uongozi kwenye serikali za mitaa, local government administration. Kimsingi zamani nilikuwa pia natamani nisipokuwa mchungaji niwe mtendaji wa kijiji. Lakini baadaye nikasoma human resource management, usimamizi wa rasilimali watu. Kwa hiyo naka diploma pia ka usimamizi wa rasilimali watu kabla sijaenda kusomea hayo mambo ya dini huko Uganda. Kwa hiyo na moja ya vitu huwa ninawatia moyo vijana, mimi yule mzungu nisingekutana naye kama nisingekuwa mlinzi. Yaani najaribu kuwaza ningekutana naye wapi kama ningekuwa nachagua kazi kwamba mimi hii kazi siwezi kufanya, huenda nisingekutana na yule mzungu. Okay, kwa hiyo nilikuwa nina mahali ninapojiona miaka ya baadaye. Na sasa nitafikaje pale? Natakiwa nipite, nizunguke, nirudi nyuma hivi nizungukie kule. Lakini katika kupita ndio nakutana na hizo hatua. Kwa hiyo ilinilazimu niwe mlinzi kabla ya kuwa mchungaji. Ilinilazimu niwe mlinzi kabla ya kutafuta mlinzi ni muajiri hapa nyumbani kwangu anilinde. Nimefurahi sana Pastor namna ambavyo safari yako imekuwa. Maanake kama usingekuwa mlinzi, huenda ungempata mke kwa namna nyingine tofauti na ile ambayo ilikuwa hii ambayo Mungu alikutaka upitie. Lakini tena usingekuwa mlinzi, usingekutana na huyu mtu ambaye amekusomesha. Na usingekuwa mlinzi huenda sijui nisemeje. Mambo ni mengi, lakini nafurahi kwa sababu safari yako inatia nguvu na inatia moyo. Kuna wakati mwingine watu wanachaguliwa kwenda mahali, au watu wanatumwa kwenda mahali, au mtu anapewa nafasi ya kufanya kitu fulani. Wakati huo anakuwa ana cha kufanya lakini anakataa. Labda kwa watu kama hao tunaweza tukawaambia nini kutokana na mfano wako na safari yako? Mungu anaweza
kuchora mstari ulionyooka kwa kutumia fimbo iliyopinda. Sijui kama nimeongea vizuri, lakini maana yangu ni hii. Ukichagua kazi kwamba hii ni kazi duni kwangu, huenda Mungu kupitia hiyo kazi duni akakukutanisha na mtu hata mmoja, au akakukutanisha na mazingira fulani ambayo yataongeza thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu ana njia nyingi sana za kufanya mambo, na nyingi hatuna uelewa nazo sasa. Tutazielewa baadaye. Amen. Amen. Katika kipindi hicho cha wewe kujitambua na katika safari yako, na tambua kabisa ulikuwa unahubiri pia. Ni nani katika Biblia au ni mafungu yapi yaliyokuwa yanakutia moyo kila mara unapopita ukiyakumbuka? Mimi kisa cha Yusufu kinanitia moyo sana. Kama ungehudhuria sijui, lakini kama ungehudhuria mikutano ambayo nimehubiri ya makambi mwaka huu, nilikuwa ninatiwa moyo sana na kisa cha Yusufu. Yusufu amekuwa mtu wa pekee sana kwangu, ni role model wangu kama kijana. Yusufu, mimi kisa cha Yusufu kinanitosha tu. Nimegundua Yusufu anafanana vitu vingi sana na Yesu. Yaani ndiye mtu pekee kwenye Agano la Kale naona anafanana na Yesu kuliko mtu mwingine yeyote. Zamani nilikuwa naamini ni Musa ndio anafanana na Yesu sana. Lakini baadaye niliposoma habari za Yusufu, nikagundua Yusufu anafanana na Yesu kuliko hata Musa. Kwa hiyo Yusufu ananitia moyo kwamba aliruhusu Mungu akae ndani yake na amuongoze katika maisha yake tangu akiwa kijana mdogo chini ya miaka 20 mpaka alipokuwa mzee, mpaka amekufa akiwa mzee. Kwa hiyo mimi kisa cha Yusufu peke yake kinanitosha. Naweza nikakisimulia kila siku na kisinichoshe, na kimenitia moyo sana katika ujana wangu. Asante sana. Pastor, kuna mtu pale amekaa lakini anapitia changamoto. Anaona kila shughuli anayojaribu kuifanya inakataa. Anaona kila njia anayotaka kuifanya katika masomo yake, katika biashara zake, anaona zinagoma. Una nini cha kumwambia? Nilikuwa mzee mmoja alinihadithia kisa cha wale wafalme wale wa kienyeji wale. Mfalme alikuwa anatengeneza silaha, baadaye akajikata kidole. Alafu askari wake mmoja akamwambia kila kinachotokea duniani ni jambo la heri. Mfalme akakasirika sana, akasema mkamateni huyu mweke ndani, kwa sababu hawezi akaongea maneno kama ana kidole kimekatika kabisa. Baadaye yule askari akasema mfalme hata kuwekwa gerezani pia ni jambo la heri. Akawekwa gerezani na wakaondoka kwenda kuwinda mfalme yule na watu wake wengine. Na walipofika huko sio wakaingia kwenye nchi ya watu wengine, yule mfalme akakamatwa. Watu ambao wanatoa sadaka watu wakakamata ili wamtoe sadaka kwa Mungu wao. Baadaye walipomkagua sana wakakuta kidole kimoja hana. Na huyo anatakiwa asiwe na changamoto yoyote. Asiwe na changamoto yoyote. Sasa walipoona ni kilema, wakamwachia kwamba Mungu wetu huwa achukuagi sadaka kilema. Sasa ndipo akakumbuka yale maneno ya yule askari kwamba kila linalotokea duniani ni jambo la heri. Kwa hiyo baadaye aliporudi akasema mfungulieni tu yule jamaa ili aendelee na maisha. Kweli kila kinachotokea duniani ni jambo la heri. Jambo lolote linalotokea katika safari yako ya maisha limefunika uzuri ambao unaweza usiuone leo. Mimi napendaga, kuna kwaya nadhani inatoka Uganda, Rwanda, wanasema kuna mambo yanatokea duniani tuna maswali tu hatuna majibu, ila Mungu ana majibu. Amen. Kwa hiyo changamoto yoyote unayokutana nayo, Biblia inasema katika mambo hayo yote ya Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Kwa hiyo changamoto yoyote unayokutana nayo kuna uzuri imebeba. Ndio maana Biblia inasema mwishoni Ayubu akazaa watoto mwishoni wazuri kuliko wale waliokufa. Mimi sijawahi kuona mtu anafiwa na mtoto baadaye anazaa mtoto mwingine alafu asema huyu ni mzuri kuliko marehemu, lakini Biblia inasema. Kwa hiyo changamoto zozote zinazotutokea si kwamba Mungu amelala, ila
zimefunika uzuri fulani ambao leo hatuuoni, ila kuna siku tutasema Mungu alikuwa amekusudia. Yusufu anawaambia ndugu zake, nyinyi mlikusudia mabaya kuniuza, ila sio nyinyi mlionileta, ni Mungu aliyenileta. Amen. Amen. Kuna wakati tutaenda mahali tutapitia changamoto, lakini kumbe kwa ajili ya uzuri fulani ambao Mungu anauandaa. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji. Hiyo ilikuwa ni episode ya kwanza kabisa nikiwa na Pastor Guido, session ya kwanza kabisa. Tutakuja tena kwa ajili ya session ya pili. Usikose Alhamisi ijayo. Asante.